Ebana, mtaalam Baba Levo Bilevo Ba, mtaalam fundi majumba, mbunge huyu kutoka katika jimbo la Kigoma mjini ameendelea kushika kasi zaidi na kuendelea kuzitimiza zile ahadi ambazo alizokuwa akiwaahidi wananchi wake katika jimbo hilo la Kigoma mjini, na amegusa elimu kwa wakati huu hapa sasa, baada ya kuwa amewagusa wafanyabiashara masokoni pale kwa kuwatengenezea meza za kufanyia biashara, baada ya kuwa amewagusa mabodaboda kwa kuwapatia pikipiki moja moja kila kijiwe, lakini pia tena baada ya kuwa amewagusa huyu Baba Levo mtaalamu fundi majumba watu kutoka katika wale ambao walikuwa wanafunga ndoa kuweza kuwanunulia gari ambalo litatumika katika siku hiyo. Lakini pia baada ya kuwa ameandaa pati ya mwaka mpya na kuwalisha watu wa Kigoma mjini pale ubwabwa siku zijazo kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, lakini bado Baba Levo anaonekana kuwagusa tena wanafunzi pamoja na wazazi. Baba Levo ameweza kupata deals ya kuwa barozi wa makampuni mengi sana kabla hata ya kuwa ajawa mbunge. Amekuwa barozi wa makampuni mengi sana. Makampuni hayo ambayo yaliyokuwa akifanya nayo kazi yameweza kumshika mkono katika jimbo lake la Kigoma mjini, na kwa kuweza kushirikiana kwa namna moja ama nyingine kuweza kumpatia vifaa vya shule, na vifaa vya shule navyo ni pamoja na madaftari ambayo yamewekewa rogo za makampuni ambayo anakwenda kuyafanyia kazi. Mtaalamu fundi majumba Bilevo Ba, mtaalamu fundi majumba Baba Levo akiwa anaongea na waandishi wa habari, akawa amesema kwamba katika kitu ambacho anajivunia zaidi ni pamoja na kuweza kuwashika mkono wananchi wa Kigoma katika upande wa elimu, na anakwenda kugawa madaftari zaidi ya 100,000 katika jimbo la Kigoma mjini pale. Wanafunzi wote watapoanza darasa la kwanza, wale watakoendelea darasa la pili, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6. Unaona bana, na pengine hata watu wa chuo watakuwa wakitumia madaftari ambayo Baba Levo atayagawa bure kwa kila mwanafunzi mwenye uhitaji. Kwa kila mwanafunzi mwenye uhitaji anaweza kuwagawia bure hayo madaftari, kwa sababu amehitaji kuweza kuhakikisha anasapoti vitu vya nyumbani viweze kwenda vizuri. Kwa hiyo kutokana na kitu ambacho amekifanya, imekuwa ni gumzo na imekuwa ni tafakuri kwa watu wengi sana, ambapo wamekuwa kitafakari kwa kina zaidi kuhusiana na kile ambacho kinachokuwa kinaendelea. Kwa kitu kikubwa ambacho kinaendelea kudiskasiwa zaidi katika mitandao mingi ya kijamii hapa nchini na pengine hata nje ya mipaka ya Tanzania ni pamoja na jinsi ambavyo Baba Levo alivyokuwa akimuona kama chawa tu wakati ule pale, lakini kwa sasa hivi anafanya kazi yake kwa weledi zaidi. Yani hata jinsi ya kuspeech, jinsi ya kuongea, anaongea kwa fakti, anaongea kwa hoja. Hivyo basi imefikia wakati sasa kuweza kukubalika zaidi na kuweza kupendwa zaidi, na baadhi ya watu wanasema kwamba Kigoma kwa kweli tangu imeanza kupata wabunge haijawahi kupata mbunge mwenye mithili kama huyu hapa. Yani haimaanishi kwamba zamani kulikuwa hakuna wabunge bora, hapana, kulikuwa kuna wabunge bora, lakini huyu mbunge wa sasa amekuwa na nyendo tofauti zaidi kwa jinsi ambavyo anavyojipambanua katika uongozi wake, dira ya maendeleo ambayo anayoendeleza na kuwapatia furaha. Japokuwa kipaumbele chake yeye ni barabara, kuweza kuhakikisha barabara zinakuwa ziko vizuri, wavuvi wanavua vizuri, biashara zinafanyika kwa uzuri, lakini pia licha ya kipaumbele ambacho amekiweka bayana Bilevo Ba mtaalamu fundi majumba huyu hapa, amesema tena kitu kingine kwamba hatoishia vipaumbele hivyo, atatoa na vitu ambavyo bonus ambavyo ni furaha kwa watu wa Kigoma, kama kuwapikia watu ubwabwa siku ya sikukuu ya mwaka mpya, kuwafanyia tamasha. Sio kipaumbele chake, lakini atakifanya kwa ajili ya faraja tu, kuweza kuwapatia furaha wakazi wa Kigoma. Lakini kitu kingine tena, ameweza kununua gari kwa ajili ya wanandoa, kitu ambacho sio kipaumbele kwake, sio kipaumbele chake, lakini amefanya hivyo kwa ajili ya kuwapatia furaha
wakazi wa Kigoma, unaona bwana. Lakini pia tena kitu kingine, bodaboda ameweza kufanya hivyo kwa sababu vijana wanahitajika kupata ajira. So hataweza kumaliza vijana wote, lakini na yeye atakuwa ni sehemu ya mchango katika kupunguza idadi ya vijana wengi ambao hawana ajira mtaani. Kwa hiyo kama yeye amesaidia vijana 100, kama walikuwa 1000, basi wamebakia 900, na wengine wataweza kusaidia kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine, kwa ajili ya kuhakikisha jimbo la Kigoma mjini linakuwa sawa sawa. Lakini vile vile Baba Levo amegusia kesi ambayo iko mahakamani, ambapo ameshtakiwa na Zitto. Huyu alikuwa akigombea naye ubunge katika jimbo hilo la Kigoma mjini. Kesi hiyo iko mahakamani kwamba Zitto na chama chake cha ACT Wazalendo wanadai kwamba uchaguzi haukuwa na haki, hivyo basi kwa namna moja ulijaa udanganyifu mwingi sana. Kwa hiyo alikuwa anaomba uweze kurudiwa, kwa kesi kawa ifikishwa mahakamani. Baba Levo amesema kwamba wanasheria zake wapo kazini, wako site, wanalishughulikia hilo pale, lakini pia wanasheria wa Chama cha Mapinduzi wako pale wanashughulikia hilo jambo, unaona bwana. Kwa hiyo na tume ya uchaguzi nayo pia ilishtakiwa, nayo pia mashahidi, mawakili wako kazini kwa ajili ya kuhakikisha wanaliweka sawa jambo hili hapa, na mambo yote yanakuwa sawa sawa kwa dili ambavyo vile ambavyo itakavyokuwa. Bana, mimi nikwambie kwamba hizo ndio update ambazo nimekusogezea. Mkazo zaidi, kitu cha kukazia zaidi ni kuhusiana tu na madaftari ambayo Baba Levo anakwenda kuyagawa katika jimbo la Kigoma mjini, madaftari zaidi ya 100,000. Wanafunzi sasa kazi kwao, pamoja na wazazi pia wamepunguziwa zile gharama ndogo ndogo za madaftari. Lakini pia sio kama mzazi anashindwa kununua, anaweza akanunua tu, lakini kinapokuja kitu kutoka kwa mbunge uliomchagua kinaleta faraja zaidi kuona kwamba amethamini hata ile shilingi 7,000 yako, 10,000 yako ambayo 20,000 yako ambayo ulikuwa umeweka kwa ajili ya kununua madaftari kwa ajili ya mtoto au watoto wako. Bwana, kwa wakati huu hapa ni kuache, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii hapa, ili uwe ni moja kati ya familia yetu pendwa kabisa. Bwana, usisahau kushare video hii hapa. Bye bye.